Mwanzo 3 ndiyo sura ambayo inaonyesha Mungu na mwanadamu, lakini Mwanzo hiyo hiyo pia inaonyesha mpango wa kwanza wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu, kuonyesha kwamba jambo la mwanadamu kwa Mungu ni wa muhimu sana. Ndiyo maana ilikuwa ni mpango wa dharura. Shetani alipoasi mbinguni, Lucifer alipoasi mbinguni na karibu robo ya malaika, mbinguni maisha yaliendelea, na malaika anasema furaha iwe mbinguni. Kwa hiyo maisha yaliendelea licha ya shetani kuondoka na robo ya malaika, lakini kwa wanadamu wawili kuasi katika bustani ya Edeni wakaanguka, haikumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ni wa thamani sana, ni wa muhimu sana machoni pa Bwana. Kwa hiyo Mungu akaandaa mpango tangu ule kitabu cha Mwanzo, akaandaa mpango kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu, na tukawa tunazungumzia kwamba katika somo hili tutazungumzia kuhusiana na maeneo makubwa mawili: Pasaka katika Agano la Kale na Pasaka katika Agano Jipya, kama utimilifu wa vivuli vya Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Na ile siku ya Jumatano tuliangalia hasa kwa habari ya Pasaka kule Misri, jinsi ambavyo Mungu alikuwa ni kwamba achia watu wangu wakanitumikie, lakini Farao akakataa. Ndio Mungu akampiga kwa mapigo, kuipiga Misri kwa mapigo 10 kama ikiwa ishara, na haya mapigo yanaenda kurejelea katika Ufunuo, jinsi Mungu atakapokuwa anaadhibisha dunia wakati wa sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na pigo la mwisho tunaona Mungu anamwambia Musa, limesalia pigo moja ambalo nikiipiga Farao atawapa Musa muondoke. Na Mungu akampa maelekezo Musa katika ile Kutoka sura ya 12 kwa habari ya kumwandaa mwana-kondoo wa Pasaka ambao watakula kwa siku hiyo. Aliandaliwa kwa siku 10 na akachinjwa katika ile siku ya 14. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ukawa ndio ukombozi wao kwa ile damu ambayo walikuwa wanapaka kwenye kisingiti cha juu cha ng'ombe na ile miimo. Kwa hiyo malaika wa mauti alikuwa akipita, akiona ile damu anapita juu. Ndio maana ya Pasaka. Niwaambia kwamba Pasaka ni tendo la malaika yule wa mauti ambaye atakatiza mauti kupita juu ya nyumba za Waebrania bila kutekeleza mauti. Kiingereza inaitwa Passover, pita juu bila kuleta madhara. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo yote yalikuwa ni kivuli cha mwana-kondoo wa Pasaka ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yote yalionekana katika kivuli. Katika juma hili tulionalo, Wayahudi pia wako kwenye juma la Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wao wanasherehekea ya Misri. Sisi tunasherehekea ya kwetu ya Yesu kutufia msalabani. Haleluya. Na jana nikawa nazungumzia wakati wa Mungu wa ukombozi wa watu wake, kwamba Mungu ni Mungu wa mipango na ni Mungu wa majira na nyakati. Aliweka mpango wake tangu zamani, ila mchakato bila kutekeleza ulikuwepo mchakato. Ndio vikuwepo vivuli vingi sana mpaka Yesu kuja duniani. Na nikasema jana kwamba ujio wa Mwokozi ulitanguliwa na maandalizi ambayo yalitangulia. Manabii walitabiri. Tunamwona Isaya ndiye nabii pekee ambaye ametabiri kwa kiasi kikubwa habari za Masihi, na hivyo anaitwa nabii wa Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anatabiri kuzaliwa kwa Mwokozi, anakuja kutabiri pia kwa habari hata ya kufa kwake, ile sura ya wokovu ambayo ni Isaya sura 53. Sasa leo tutakuwa tuna somo linalosema matokeo ya mateso na kifo cha Yesu msalabani. Matokeo ya mateso
mateso na kifo cha Yesu msalabani. Leo tutaangalia hasa matokeo ya mateso ya Yesu aliyopata, lakini pia na kifo chake cha msalaba kilileta matokeo gani. Haleluya, haleluya. Leo tutajikita hapo, tutaangalia kwa undani na kwa upana, na nitaomba tukasome kitabu kile cha Isaya 53 kuanzia mstari wake wa kwanza hadi wa 12, ni sura nzima. Alafu uandike na maandiko haya, andika Isaya 53 mstari wa kwanza hadi wa 12, alafu Mathayo 26, Isaya 53:1 hadi 12, Mathayo 26 mstari wa 27 hadi 54, Yohana 19:17 hadi 30. Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 17 hadi 30. Mathayo 26:27 hadi 54. Naomba nisome Isaya 53 mstari wa kwanza hadi wa 12. Biblia inasema, ni nani aliyesadiki habari tuliyoleta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nami? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo ana uzuri hata tumtamani. Alizarauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu huficha nyuso zao. Alizarauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake kama mwana-kondoo apelekwaye machinjoni. Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele hao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa kutenda jeuri wala hapakuwa na ila kinywani mwake, lakini Bwana aliridhika kumchukua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atawagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kwa sababu alimwaga nafsi yake atakufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuombea wakosaji. Mungu ni wa utaratibu, na ni Mungu anayeona mbali sana. Akamfunulia Isaya akaona ujio wa Masihi, lakini akaona katika mstari wa kwanza
kwamba atakapokuja Masihi watu wake hawatamkubali, watamdharau, lakini pia watamkatilia mbali. Haya yanayo maneno Danieli nabii aliyaona katika Danieli ile sura ya 9 anapozungumzia habari za majuma, kwamba yatakuwepo majuma ambayo Masihi atakatiliwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunajifunza kwamba unabii una kawaida ya kutimia. Neno la Mungu lina kawaida ya kutimia. Limesemwa hata ipite miaka mingapi, neno la Mungu litatimia tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na tusome ishirini na sita mstari wa 27, mstari wa 26 tuanzia hapo. Biblia inasema, nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Na walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akamwambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo kundi watatawanyika. Lakini baada ya kufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akamwambia, wajachukizwa wote kwa ajili yako, msitachukizwa kamwe. Yesu akamwambia, mimi nakwambia wewe, usiku huu kabla kuwika jogoo utanikana mara 3. Petro akamwambia, ijaponipasa kufa nawe sitakukana kamwe. Na wanafunzi wote wakasema vile vile. Ukija katika mstari ule wa 47, Biblia inasema, basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda mmoja wa wale thenashara akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, atakayebusu huyo ndiye mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu Rabi, akabusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilojia. Wakaenda wakanyosha mkono yao, wakamkamata Yesu. Natazama, mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake, akafuta upanga wake, akampiga mchoma wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako harani mahali pake, maana wote washikao upanga wataangamia kwa upanga. Hapa wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Yatatimiaje basi maandiko ya kwamba hivyo ndivyo vilivyopasa kujiri? Mstari wa 54, yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivi ndivyo vilivyonipasa kujiri? Yesu alikuja kutimiza, na alipofufuka tu maneno hayo aliyarudia katika kitabu cha Luka 24:48-49, kwamba haya ndio yalikuwa yameandikiwa katika Torati na manabii na Zaburi, kwamba Kristo atateswa na atakufa kisha kufufuka kwa ajili ya wengi. Sasa leo tutajifunza kuhusiana na matokeo ya mateso na kifo cha Yesu msalabani. Na hili wiki ni wiki la muhimu sana katika historia ya kanisa na ulimwengu kwa ujumla. Kwanza kabisa lazima tuangalie wiki la mateso
na kusulubiwa kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Niliwagusia Jumatano, lakini leo nitaongea kwa undani zile siku zote za mchakato mpaka Yesu kwenda kukamatwa na kufa kifo cha msalaba. Wiki la mateso ni wiki la muhimu sana kwetu kama kanisa, maana ndilo linalotimisha kazi ya Yesu aliyokuja kuifanya hapa duniani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kuanzia ile sura ya Yohana sura ya 12, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Yesu akaingia Bethania, na Bethania ndipo alikuwa kwao na Lazaro, familia rafiki ya Yesu. Yesu hiyo siku ya Ijumaa akaingia Bethania, akaenda kwenye nyumba rafiki, nyumba ya kina Lazaro. Akiwa mule nyumbani hiyo siku ya Ijumaa, tunamuona Mariamu anafanya tendo la kinabii au la matayarisho ya maziko ya Yesu. Tunaona Mariamu anatoa yale manukato ya thamani sana, anampaka Bwana Yesu na anampangusa kwa mbele zake, ya thamani sana. Inasemekana ilikuwa ni ya pesa nyingi haya manukato. Ndiyo maana mpaka yule Iskarioti akanungunika kwamba kwa nini haya mafuta, haya manukato yasingeliuzwa wakapewa nini maskini. Yalikuwa ni ya bei ghali sana, yaani kuyanunua ni mpaka ujinyime kwa muda mrefu kwa kutunza hiyo fedha kwenye yale manukato. Lakini huyu Mariamu alionyesha moyo wa upendo sana, kwamba sina mwingine wa thamani niweze kumtolea kitu cha thamani isipokuwa ni Yesu peke yake. Nakumbuka Mariamu huyu Yesu amemtoa mbali sana, ndiyo yule ambaye alimwambia aliyependa sana, aliyesamehewa sana atapenda, ndiyo huyu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akatoa yale manukato akampaka Yesu, na Yesu akaitikia lile itikio la Yuda, maneno ya Yuda, kwa nini haya yasingeuzwa? Yesu akamwambia, maskini mnao siku zote, lakini huyu amefanya jambo ni matayarisho ya maziko yako, na tendo hili alilofanya litakumbukwa kwa vizazi vyote, injili itakapokwenda kuhubiriwa kwa baada yako. Na mimi leo nimelikumbuka na ninakukumbusha na wewe, fanya jambo ambalo hata ukifa utakumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Fanya jambo ambalo hata ukiondoka duniani uliowaacha wakukumbuke. Haleluya. Kwa hiyo ni Jumapili, Yesu anaingia Yerusalemu kwa shangwe, lakini watu wakamkaribisha kwa kelele za shangwe na furaha, kutimiza unabii wa Zaburi ya 118:25 mpaka 26 inasema, Ee Bwana utuokoe twakusihi. Ee Bwana utufanikishe twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumewabarikia toka nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na wakaimba hosana hosana juu mbinguni na duniani kuwepo amani. Lakini pia hapo watu wale walimkiri Yesu kama mfalme na Masihi. Siku ya Jumatatu Yesu aliingia Yerusalemu akatakasa hekalu. Mathayo 21:10 hadi 17. Siku ya Jumatatu Yesu alitakasa nini? Hekalu.
unakuta hekalu limebadilishiwa matumizi, watu wanafanya biashara mure, wanauzia mifugo mure, wanabadili fedha mure, njiwa wanauzia huko, kelele ya zimo. Uwepo wa Mungu umeondoka katika hekalu kwa sababu wamelinajisi. Na Yesu anakuja anasema, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa, inasema viwete na vipofu wakamwendea hekaluni wakaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna fundisho hapa, tuondoe machukizo kanisani, tuondoe dhambi kanisani, tufanye matengenezo kanisani, ili watu wamwitie Bwana nyumbani mwa Bwana, ili waponye magonjwa yao, wafunguliwe shida zao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya Jumanne ni siku ambayo Yesu alikutana na mapambano makali sana, na alihubiri injili nzito sana, na alitoa mifano mingi sana, na akatoa mafundisho ya mwisho ya siku za mwisho. Mathayo 21 mstari kuanzia wa 23 hadi sura ya 24 mstari wa 51. Mathayo 21 mstari wa 23 mpaka sura ya 24 mstari wa 51. Humo utaona Yesu anakutana na shutuma za Mafarisayo na Masadukayo na waandishi. Alafu humo sura ya 23 tunaona Yesu anaanza kutaja ole waandishi na Mafarisayo. Ole nyingi sana amezitaja, mitego mingi ameikwepa Yesu siku ya Jumanne, na sura ya 24 ndio akatoa habari za siku za mwisho 24 yote. Haleluya. Siku ya Jumatano Yesu alipumzika, hakufanya chochote hii. Siku ya Alhamisi jana Yesu akawaambia wanafunzi wake, nendeni mjini mkaniandalia mahali pakula Pasaka. Wenzetu wanaita Alhamisi Kuu. Kwa hiyo jana Yesu akawaambia, nendeni mkaniandalia sehemu ambayo nakula Pasaka. Na hiki ndio kilikuwa chakula chake cha mwisho kabisa kula na wanafunzi wake duniani, kama tulivyosoma kwamba sitakunywa tena mzao mzabibu mpaka katika ufalme wa Baba yangu. Haleluya. Haleluya. Mathayo 26 mstari wa 17 hadi wa 30. Mathayo 26 mstari wa 17 hadi 30. Na Luka mtakatifu Mathayo 26 17 hadi 30. Mathayo 26 17 hadi 30 na Luka 22 mstari wa 7 hadi wa 27. Siku hii ya Alhamisi ndio siku ya mwisho ya kabla Yesu kufa. Ni siku aliyowatuma wanafunzi wake wakafanya maandalio ya Pasaka, lakini siku ambayo Yesu alikula chakula cha Pasaka na wanafunzi wake, lakini pia ndio hiyo siku ambayo usiku huo aliwatawaza miguu wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na hapa ninatupa somo muhimu sana ya kanuni ya uongozi wa kiroho. Uongozi wa kiroho ni tofauti na uongozi wa kidunia. Uongozi wa kiroho wenyewe, mtumishi au kiongozi unatakiwa uwe mtumishi wa wengine, yaani mtumikie wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hii ya Alhamisi ndipo Yesu alizindua au alianzisha meza ya Bwana, na ndilo agizo kuu la kwanza alilolitoa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio agizo kuu. Tuna maagizo makuu mawili ya kanisa. Moja ni meza ya Bwana, mbili ni kuhubiri Injili na ubatizo wa mwili. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo kwenye hii siku ya Alhamisi ndipo Yesu alizindua meza ya Bwana na akatoa liwe kama agizo kuu, na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Haleluya! Lakini pia siku hii ya Alhamisi Yesu alitoa hotuba yake ya mwisho ya kuagana na wapendwa wake au wanafunzi wake. Ndio hii siku ambayo alitoa hotuba ya mwisho, ni maneno ya mwisho ambayo aliyatoa kuagana na wanafunzi wake. Yohana sura ya 17. Yohana sura ya 17 kuanzia ule mstari wa 13 tunaona Yesu anatoa hotuba na fundisho la utumishi na kutumika, kwamba ndio lile andiko anasema, yoyote atakayenitumikia Baba atafanyaje? Atamheshimu. Yesu akatoa hotuba na kutoa uzingatifu wetu kwamba lazima tumtumikie nani? Bwana. Yohana 17:14 Yesu alitoa ahadi ya Roho Mtakatifu kwa watu wake. Yohana 17:15 Yesu anatoa fundisho kuhusiana na mahusiano, fundisho la msingi sana la mahusiano. Yohana sura ile ya 15, Yohana sura ya 15 ndipo anazungumzia kuhusiana na mahusiano ya muamini na nani? Na Kristo, kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu. Anasema kwamba Baba yangu mkulima, mimi ni mzabibu na nyie ni matawi, akae ndani yangu. Anaonyesha kwamba hatuwezi kufanya lolote lile la mafanikio bila kuwa ndani ya Yesu Kristo. Lakini pia katika sura hiyo ya 15 tunaona mahusiano ya muamini na muamini. Anasema pendaneni, ndio amri akaitoa, pendaneni kama nilivyopenda ulimwengu, nanyi pendaneni ninyi kwa ninyi. Lakini pia akatoa nyingine fundisho kwamba kanisa ni adui na ulimwengu. Huu ni ulimwengu wa dhambi, kwamba kama vile ulimwengu ambapo kunipenda mimi na ninyi hautafanyaje? Hautawapenda. Yohana sura ya 16 Yesu anatoa fundisho la kazi za Roho Mtakatifu. Ndio pale anasema huyo Roho Mtakatifu atakapokuja atawashuhudia kwa habari ya haki, kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Alafu Yohana sura ya 17 ni maombi ya mwisho ya Bwana Yesu kuliombea kanisa. Yohana 17:1-10 ni maombi ya Yesu kutuweka wakfu. Alafu Yohana 17:9-19 ni maombi ya Yesu kuwaombea wanafunzi wake. Yohana 17:20-26 Yesu analiombea kanisa la ulimwengu mzima. Ndio maana akasema wengine ninao ambao si wazinzi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni Alhamisi. Alafu siku huo Yesu akaenda bustani ya Getsemani na wanafunzi wake. Mathayo 26:36-46. Yesu alipoenda Getsemani, mule kuna fundisho tunalojifunza. Alienda na wanafunzi wake wote 12 wale mitume, alafu akatenga watatu akaenda nao. Alafu yeye baada akajitenga kama mtume wa jiwe, akawaambia ombeni, kesheni pamoja na. Ameenda muda mkuta amelala, akauli tena akamwambia kesheni mkaingia, ombeni mkaingia wapi? Majaribuni. Alafu akaenda tena anasononeka, na maombi yake ni kwamba Baba, niondolee kikombe hiki, kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yafanyeje? Yatimizwe. Siku zote hakikisha kwenye maombi yako mapenzi ya Mungu yako juu ya mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwache Mungu, yaache mapenzi ya Mungu yatimie, ya kwako yawe chini ya mapenzi. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Yesu akaomba mpaka jasho lake likawa na kama matone ya nini, kwa sababu ya uchungu na maumivu aliyokuwa nayo ya maombi. Yesu alikuwa anaomba, anaangalia safari iliyokuwa inamkabili ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Akaomba Yesu, na inasemekana vile vijishiko vidogo sana kapilari vilirapcha kwa sababu ya uchungu na maumivu aliyokuwa nayo, vikarapcha. Kwa hiyo Yesu akaanza, jasho lake likawa sawa na damu, kwa sababu ya maumivu aliyokuwa anayaona na kuyapata. Anaomba, Baba, kikombe hiki kiniepuke. Kipi? Bwana Yesu asifiwe. Kikombe kipi? Mateso na kuonja, kutengwa na Mungu. Akalia, anatamani ingelikuwepo njia nyingine ya kumwokoa mwanadamu isiwe msalaba, lakini Mungu alikuwa amekusudia msalaba ndio iwe njia ya mwanadamu kuokolewa kutoka kwenye maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu atumie njia ngumu ya namna hiyo? Kwa nini Mungu atumie njia ya mateso namna hiyo kwa kumwokoa mwanadamu? Mungu ni mwenye haki na Mungu ni wa upendo na wa rehema. Kwa hiyo lazima dhambi ihukumiwe kwa haki, lakini pia hapa katika kuhukumu lazima huyo Mungu wa upendo na wa rehema aonyeshe rehema zake na upendo wake kwa mwanadamu. Na Yesu ni ndugu yetu wa karibu. Kwenye Walawi, mtu alikuwa kama ana shamba, alafu hilo shamba likachukuliwa na mtu mwingine, kwa sababu awali aliweka rehani. Katika sheria ya kulikomboa lile shamba, alitakiwa aje ndugu wa karibu wa yule mtu ambaye yamkini alishakufa au yuko hai, lakini alishindwa kukomboa hilo shamba lake. Kwa hiyo alitakiwa patikane ndugu wa karibu wa yule mtu, ili kusudi aweze kukomboa lile shamba, alirejeshe kwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ile kwenye Ufunuo ile sura ya 5, Yohana akasema, ikasikika sauti mbinguni nasema, ni nani astahiliye kukitazama hicho kitabu na kukifungua na kuzivunja ndimi zake 7? Biblia inasema hapakuwepo mtu mbinguni wala duniani wala chini ya nchi aliyethubutu kukitazama. Yohana alifahamu maana ya kile kitabu, maana kilikuwepo katika mambo ya Walawi. Akaelewa maana ya kitabu. Kwa kukosekana yule mtu ambaye angestahili kupatikana, akajua tumaini la ukombozi alipo. Baadaye akiwa analia, akatokea malaika mmoja wapo akasema, usilie Yohana, tazama Yesu Kristo, tazama simba wa kabila la Yuda, yeye ameshinda apate kutazama vile vitabu na kuvunja ndimi zake 7. Huyu alikuwa ni reflection juu ya Yesu atakapokuja kutukomboa. Kwa nini alikuwa anakuwa hizi vigezo vikubwa viwili? Ni kustahili sote patikana. Mmoja, ambaye anatakiwa kukomboa mwanadamu, alitakiwa awe ni mtu, awe ni ndugu wa karibu wa huyo mwanadamu, lakini pia huyo alitakiwa asiwe na hatia yoyote ile, mtakatifu. Sasa sababu ya Yohana kulia ni nini? Mbinguni malaika wako ni watakatifu, lakini hawawezi kuwa ndugu wa karibu. Malaika hawezi kuchukua mwili kama Yesu alivyochukua mwili akazaliwa. Malaika wao wanaposesi, yani anauingilia mtu. Ndio maana hata shetani wakati wa sikukuu, mpinga Kristo ni mwanadamu ambaye ataingiliwa na Lusifa mwenyewe, kwa sababu hawezi kuchukua mwili, ila Yesu ana uwezo wa kuchukua mwili. Ndio maana inasema katika Yohana, hapo mwanzo alikuwepo neno, na neno lilikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno akafanyika mwili akakaa
Bwana Yesu asifiwe. Lakini sifa nyingine, huyo ndugu wa karibu asiwe na dhambi. Sasa malaika ni watakatifu bila kuchukua mwili. Duniani yupo mwanadamu ambaye ni ndugu wa karibu na mwanadamu mwenzake, lakini ni mwenye dhambi. Mwenye dhambi hawezi kumkomboa mwenye dhambi mwenzake. Huwezi kuwa una kesi polisi, alafu ukaenda kumhukumu, ukaenda kumdhamini mwingine mwenye kesi kama ya kwako. Haiwezekani. Mwenye kudhamini mwingine lazima asiwe na neno na polisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu alikizi vigezo vyote viwili. Alifanyika kuwa ndugu wetu wa karibu, alishiriki maisha yetu ya wanadamu, lakini pia alikuwa mtakatifu. Biblia inasema alijaribiwa katika mambo yote bila kutenda nini? Dhambi. Yesu akatukomboa, akaja duniani kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima apitie hii barabara ya mateso ya msalaba kumwokoa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu alitakiwa atende tena, aonyeshe ni mwenye haki kwa kuihukumu dhambi ya mwanadamu, lakini hapo hapo aonyeshe ni mwenye rehema na upendo wa kumwokoa mwanadamu. Mambo yote kwa Mungu alitakiwa yafanye. Ndiyo maana Yesu aliyekuwa si dhambi alichukua dhambi zetu. Biblia inasema adhabu ya amani ilikuwa juu yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu akaridhika kumchukua. Ndiyo maana akiwa msalabani alilia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu ni mwenye haki, na kama asingehukumu dhambi, Shetani naye angepata mfano. Kwa nini? Mungu amekuwa amejiondolea sifa ya kuwa mwenye haki. Haleluya. Lakini pia kama Mungu asingemwokoa mwanadamu, angejiondolea sifa kuwa ni mwingi wa rehema na Mungu wa upendo. Kwa hiyo vyote Mungu alifanya wakati mmoja. Hapo hapo anahukumu dhambi ya mwanadamu, na hapo hapo anaonyesha tendo la upendo la kumwokoa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiku huo wa Alhamisi, Yesu akakamatwa na kupelekwa katika baraza la Kiyahudi Sanhedrin kwa ajili ya hukumu. Na hiyo siku ya Alhamisi usiku ndio siku ambayo Petro alimkana Yesu. Ijumaa ni siku ya leo, ndio siku ambayo Yesu alisulubiwa. Asubuhi, Mathayo 27 mstari wa kwanza hadi wa 66. Mathayo 27:1 hadi 66. Na Yohana 18:28 hadi 10, Yohana sura ya 19 hadi 37. Siku ya Ijumaa asubuhi Yesu alipelekwa. Usiku alikuwa kwenye baraza, wa Alhamisi alikuwa kwenye baraza la Kiyahudi. Asubuhi akapelekwa kwa Pilato, maana Wayahudi wao walikuwa baraza lao au mahakama yao ilikuwa hairuhusiwi kuhukumu kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kifo kwa sababu dola iliyokuwa inatawala ni Warumi, aliyetakiwa aruhusu kifo alikuwa ni Kaisari au mwakilishi wa nani? Wa Kaisari. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana walipoenda kule walipeleka mashtaka kwa Pilato ambaye atamfanya Yesu ahukumiwe, na mmoja atakiwa hukumiwe. Shtaka mojawapo ni la uhaini ambalo Yesu alipatia, kwamba anajiita mfalme na mfalme kumpindua Kaisari. Haleluya. Kwa hiyo asubuhi akapelekwa kwa Pilato. Pilato akaangalia mashtaka aliyomshtakia hayana mashiko, akataka baadaye akauliza, huyu mtu ni wa wapi? Galilaya. Akasema, sinasikia Herode yuko Galilaya, mpelekeni kwa Herode. Akaenda kwa Herode. Herode naye
na kumvalisha lile vazi la kifalme kuthibitisha Yesu ni mfalme. Anapo akamrejesha kwa Pilato. Pilato anatafuta namna ya kumfungua Yesu, akaikosa. Baadaye akaona nina amri ya kumfungulia mfungwa mmoja wapo katika sikukuu ya Pasaka. Sikukuu moja wapo nina uwezo na mamlaka kumfungulia, kama unapomwona rais anapotoa msamaha kama kiongozi wa nchi, msamaha wa wafungwa kwa kupunguzia kina adhabu, wengine watolewe kabisa kwa gereza. Sasa Pilato akajua hapa na ameshaona na mke wake kwamba usishiriki juu ya mtu huyo mwenye haki, maana nimeteswa mengi na kwa ajili ya damu yake. Ni mwenye haki, anatafuta namna ya kumfungua, akakosa. Akabidi amtafute mhalifu matajari sana, mbaya baradhuri katika mji ule, anaitwa Baraba. Akajua nikimsimamisha Yesu yule aliyewaponya, aliyefufua wafu wao, aliyetenda mazuri kwa ajili ya watu hao, na huyu katili, mbakaji, jambazi watamkubali Yesu, huyu atawaambia afungwe au asulubiwe. Lakini cha ajabu, Pilato anamtoa Baraba, anaambia nimfungulie yupi kwenu kati ya Yesu au Baraba? Wote wakapiga kelele, na wote ni wale ambao walimwimbia Hosana Hosana wakati anaingia Yerusalemu. Wale ndio wakamsaliti Yesu, wakapiga kelele wote, wakishawishiwa na Mafarisayo kwamba semeni, tunamtaka Yesu asulubiwe. Yesu akatolewa kwa ajili ya kusulubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Akatolewa. Pilato akasaini Yesu asulubiwe, akakabidhiwa kwa Warumi. Hayuko sio mali tena ya Wayahudi, ni mali. Na Warumi walikuwa wana mateso yao ya ajabu sana. Wakamkamata Yesu. Ulikuwa unatakiwa kabla ya kupelekwa msalabani ni kupigwa mijeledi kwanza, ndio tuliko msalabani. Na sheria ilikuwa ni viboko usivuke 40. Ukivuka 40 huyo mtu unafanyaje? Unamwachia, anakuwa huru. Ndio maana Paulo naye alisema nilipigwa viboko 39 kasoro kimoja. Ilikuwa ni sheria ya Kirumi. Kwa hiyo Yesu akatolewa, akavuliwa nguo yake uchi kama alivyozaliwa. Kwa ajili, inasema kwenye Wakorintho, yeye ambaye alivuliwa ili wewe uvae. Bwana Yesu asifiwe. Alivuliwa nguo yake kama alivyoingia duniani. Wakati anazaliwa ndivyo alivyotolewa kwa ajili ya kupigwa. Hiyo ni barabara ambayo Getsemani alikuwa anamwambia Baba, niepushe na kikombe hiki. Na hiyo njia ndio kila mwanadamu anatakiwa ipitie apate kukombolewa. Na nani ambaye angeweza kustahimili kama Yesu mwenyewe alitaka kushindwa, lakini alijitia nguvu akashinda? Wewe na mimi tungewezaje kushinda? Lakini Yesu mmoja akakubali kutolewa kwa ajili yetu. Haleluya. Haleluya. Na mijeledi ile ilikuwa ni fimbo arafu yenye kama 8 ambazo zimepishana. Kule kwenye ncha ya kamba ilikuwa inafungwa ezi mfupa wa mnyama ule mgumu umekaa kama ndoano au chuma. Unajua zile kama nanga zile mbona wanakita ili boti ya isiondoke. Sasa ilikuwa inaita kama mfupa wanautengeza kwa namna hiyo, au chuma ndio anapiga. Kwa hiyo mmoja anakuwa upande huu na mwingine anakuwa upande huu. Kwa hiyo huyo akipiga lazima atoke na nyama, afu huyo naye anapiga anatoka na nyama, huyo anapiga anatoka na nyama, huyo anapiga anatoka na nyama. Na wengi walikuwa wanafanyiwa vile walikuwa wanafia pale pale, kwa sababu anapata shauku za aina mbili. Moja
mijeledi ile, nyama inamtoka, damu imechuruzika, amepoteza damu. Kama wewe unapoteza damu tu, unapelekwa kutundikiwa damu. Yesu akuongezewa damu, maji yalimtoka. Kama wewe maji yanakutoka, unaongezewa drip ya maji. Yesu akakubali maumivu, akakubali mateso kwa ajili ya wewe na mimi tuokolewe. Akapigwa viboko 39, ametolewa pale, maana ameshakabidhiwa katika mikono ya Warumi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wakampika mzigo, wakampwisha msalaba kile ule mti wa katikati. Na hii hukumu ya msalaba walikuwa nayo hata Wamisri, walikuwa nayo Waajemi, Warumi walikuwa nayo. Wayahudi wao hukumu yao ilikuwa sio msalaba, walikuwa wanahesabu mtu anayetundikwa msalabani laana. Wao hukumu yao ilikuwa ni kugonga mawe mpaka kufanyaje? Kufa. Ndio hukumu yao ya Wayahudi. Hukumu ya kusulubiwa msalabani, kupigwa msalabani ilikuwa ni ya Kirumi, na ilikuwa kwa misalaba aina mbalimbali. Kuna msalaba ambao ulikuwa kama X ambao alisulubiwa nao Andrea ndugu yake Petro. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwa msalaba mwingine ambao wenyewe ule mti wa kwenda juu na ule wa kulala ule unakuwa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msalaba ambao unakuta umepanda, alafu ule unakuwa katikati kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna msalaba mwingine ulikuwa kama T, na mwingine ilikuwa mingi. Alafu kuna mwingine ambao unapanda juu, alafu wenyewe ule mtu wa katikati unakuwa juu yake tu kidogo, karibia na mwisho. Ndio Yesu ambao alisulubiwa nao. Kwa hiyo akatwika, amechoka hivyo hivyo, amepigwa hivyo hivyo, bado wakamtwisha nini? Vile ni mti na kwenda, maana ule mwingine wa kusimika ulikuwa ni mzito sana na ni mkubwa. Kwa hiyo ulikuwa unakutwa mahali penyewe. Kwa hiyo anabeba tu kile ambacho wataenda kumgongea mikono. Akabeba hilo, anaenda nao, hana nguvu, amepoteza damu, amepoteza maji, akashindwa kuubeba. Akatokea mtu, Mungu akamwinua Mwafrika mmoja kutoka Krene, anaitwa Simoni Mkrene, akabeba ule msalaba. Waafrika kwenye ukombozi, na sisi tumeshiriki. Bwana Yesu asifiwe. Waafrika kwenye ukombozi, na sisi Mungu hajatuacha mbali. Ndio maana Yesu alipozaliwa alienda kwanza Misri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakuombea unapochoka kwenye safari yako, unapochoka kwenye shida yako, Bwana akuinulie Simoni Mkrene ambaye anakubebea mzigo wako. Utakapochoka kuomba, umechoka na kuombea, hata Mungu atakuinulia mtu ambaye haumfahamu kwa jina, haumfahamu kwa sura. Bwana atamuinua sirini, atakubeba kwa ufahamu, atakubeba kwa maombi. Kuna mwingine huko hapa, una safari kwa sababu Bwana amemwinua mama fulani, amemwinua kijana fulani, anapiga goti kila siku, anaiombea afya yako, anaombea familia yako, anaombea kazi yako, anaombea uchumi wako. Na mimi nakuombea kwa Bwana Mungu akuinulie Simoni Mkrene wako jioni ya leo. Haleluya, haleluya. Akamsaidia mpaka Golgotha. Na mimi naomba nikutie moyo, hautakufa mpaka ufike kwenye kusudi la Bwana. Shetani atakumalizia katikati mpaka umefika mahali kwenye lengo, mpaka umefika mahali kwenye kusudi. Shetani alitaka amchinjie Yesu barabarani, lakini kusudi la Bwana afike Golgotha, afike Golgotha, afike Golgotha. Na mimi nakuombea kwa Bwana utafika tu. Hayo magumu ni ya muda, ila utafika tu, utafika tu. Vumilia,
huyu mtu, nakwambia utafika ng'ambo. Unaona umechoka, lakini utafika. Kwa hali zozote zile, uwe kwenye mosheni katika kuelekea maono yako, kuelekea ndoto zako, kuelekea maono yako. Usije ukakata siku moja. Umeshindwa kukimbia, naomba utembee. Umeshindwa kutembea, hebu tambaa. Ukishindwa kutambaa, jivute-vute, lakini katu usikae chini. Shetani atatumalizia hapo. Hebu uwe kwenye mosheni, Bwana atakukuta barabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu akachukuliwa, amefika kwenye fuvu la kichwa, na hapo Biblia inasema alitakiwa ateswe nje ya mji kama ilivyokuwa kwenye Mambo ya Walawi. Yesu alikuja kutimiza unabii. Wakati ule wa upatanisho miaka hiyo, wakati wa kuhani mkuu alikuwa akaenda kupatanisha taifa, mwenyewe anatoa ng'ombe kwa ajili ya utakaso wake mwenyewe, amejitenga siku 7, alafu baadaye anachinja kondoo au mbuzi. Ile damu anaenda nayo patakatifu, anaipaka kwenye kona za pembe la sanduku la agano kama ishara ya upatanisho wa taifa. Alafu akitoka nje kwa ishara ya kuonyesha Mungu amewasamehe, alikuwa anachukua mbuzi mwingine anaitwa mbuzi wa Azazeli. Anamchukua yule mbuzi, alafu anaweka mikono juu ya kichwa cha yule mbuzi, alafu anasema naungama dhambi zote. Mungu anakiri madhambi yote ya taifa lake. Alafu yule mbuzi anakabidhiwa mtu, anampeleka jangwani, mahali tumekuwa na mtu mbali sana, anamwachia ukatafia huko. Ilikuwa ni ishara kwamba Mungu ameisamehe dhambi ya watu wake na hata ikumbuka tena. Ndio maana Yesu aliteswa nje ya lango la Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye anasema dhambi zenu tazitenga kama mashariki na magharibi zisivyoweza kukutana, ndivyo ambavyo nitawatenga na dhambi zenu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yesu akapigiliwa misumari msalabani akiwa uchi wa mnyama. Aibu hiyo ili atufichie aibu yetu. Yesu akakubali yote. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo akatundikwa msalabani Yesu. Akiwa msalabani Bwana Yesu, dunia inamtazama kwa aibu. Ziara za kila kitu, za kila namna zinapita. Wale wanamwambia uliponya wengine, jiponye na wewe. Shuka msalabani. Wakamsiaki Yesu, shuka msalabani, uliokoa wengine, ujiokoe mwenyewe, jiponye mwenyewe. Mpaka mwenye hali moja na yeye msalabani akamgeuka, akamwambia kama wewe ni mwenye haki, jiokoe na utuokoe na sisi. Mmoja wapo akasema kuna neno maneno ya upumbavu ya namna hiyo. Sisi tuko hapa kwa hatia zetu wenyewe, ila huyu hajakosea chochote kile. Alafu akatoka akamwambia Bwana Yesu, katika ufalme wako nikumbuke. Yesu akamtangazia msamaha, akamwambia siku ile ya leo utakuwa na mimi peponi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Usiogope siaka, usiogope kusiakiwa mama, usiogope kutukanwa. Utatukanwa sawa, utasiakiwa sawa, lakini wanaotusiaki hao waambie baadaye mtaniona. Leo mnisiaki leo, lakini mtaniona. Yesu alitoa tangazo, akamwambia yule mbweha, manake Herode leo naponya,
kumwokoa huyu. Haleluya, 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 haleluya. Usife moyo kwa siaka, usife moyo kwa matukano. Nakwambia kesho yako ni njema. Walioshiriki kukusulumisha na kukutukana wampe muda kidogo, watakiri wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Yuko wakili ambaye alishiriki mateso ya Yesu wakati Yesu anakufa msalabani, na matokeo yaona akakiri wazi. Yule mrumi akasema hakika Yesu, hakika huyu alikuwa kweli mwana wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Ikiwa saa 9 za mchana, giza, kukawa giza, jua likafunikwa na giza, Yesu akamshukia mfalme wa giza. Sipigani na wewe nuruni, usije ukasema nimekuonea. Ninakuitia kwenye giza uliloko huko ili nimnyang'anye mama fulani. Haleluya. Yesu wetu ni wakote, iwe gizani iwe nuruni. Yesu ni mbabe, Yesu ni mfalme, ashibi na chochote, ashibi na chochote. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata kama una ugonjwa, ili Yesu afanye, nenda ukapige kwanza kwenye vipimo. Madaktari waseme kwani hii ni kansa, kwani hii ni presha, wakili watu wenyewe kwanza, ili kusudi Yesu akikuponya waseme hakika huyu ni Mungu amefanya, huyu ni Mungu amefanya, kuliko kwenda hospitali, kuliko kuponywa alafu madaktari hawajasaini kwamba una ugonjwa. Haleluya, haleluya. Yesu yu hai, Yesu yu hai. Nasema Yesu ni mshindi, nasema Yesu ni mshindi, nasema Yesu ni mshindi, nasema Yesu kwa kufa kwake ushindi tumeupata. Uliokuwa tuna matumaini, leo tunayo matumaini. Uliokuwa si watu, leo ni watu. Hebu futa picha, asingekuwa Yesu usingekuwa wokovu. Wewe mama ungekuwa wapi? Wewe mama ungekuwa wapi? Wewe kijana ungekuwa wapi? Wewe binti ungekuwa wapi? Kila ulicho nacho si mali yako. Yesu kwanza amekufanya hivyo ulivyo. Nakwambia bila Yesu usingekuwa na hicho ulicho nacho, ungeonewa sana. Lakini amani ya maisha unayo, tumaini unayo, hata hiyo kazi wewe mwenyewe unajua wanatafuta wengi, lakini Bwana amekupatia wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata Yesu upate kila kitu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Saa tisa Yesu akatamka neno la ushindi sana katika ile Yohana 19:30. Yesu ikiwa ameelekea mwishoni, Yesu alisema neno la ushindi sana ambalo ninalipenda, ni neno lenye uzito sana kwa lugha yake ya asili ya kwanza. Yesu baada ya kupambana na mapambano yote katika ile saa 9, Yesu aliinua sauti yake akasema imekwisha. Kiyunani ili neno lina nguvu sana, ili neno
katika jina la Yesu. Yesu ni mfalme, Yesu ni mfalme, Yesu ni mfalme, Yesu ni mshindi, Yesu ni mshindi. Hauna haja ya kulia, alilia moja Yesu kwa ajili yako. Hauna haja ya kuteseka, aliteseka Yesu kwa ajili yako. Karara mashaka reke sakarama oza masikarama reke saka alikuwa anatangaza, maana imeandikwa kwenye Wagalatia 3:3 kwamba amelaaniwa mtu yule aandikwe msalabani. Hivyo basi Yesu alichukua laana zetu, Yesu alichukua laana zetu. Hakuna laana ya mama, babu wala mabibi inayokufuatilia. Naondoa hiyo leo kwa njia ya msalaba. Hakuna cha laana, hakuna cha laana. Usiishi kwa matamko ya mababu, unaishi kwa ahadi za Baba wa mbinguni. Mungu alianga, Mungu alianga. Hakuna cha laana, hakuna cha mikosi. Sisi hatufanikiwi kwa baraka tu, hatufanikiwi kwa bahati. Iko baraka ya Bwana inayotutajirisha bila kuchanganya na majuto wala huzuni. Ramashakarama oramazikarama yeketekelema. Unaweza kutoka kwenye kiti, nenda kwa lugha, nenda kwa lugha kwa ajili ya watoto wako, nenda kwa ajili ya wokovu wako, nena. Ramashaka chemichemi imetimuliwa, chemichemi imetimuliwa leo. Yesu yu hai, Yesu yu hai, Yesu yu here. Jesus is here. Ramashakarama rekesaka oramashika rekesaya oramasika rekeshakata oramasika rokoshekeda ramatakaramashi rekesakarama. O Mungu wangu, Yesu, 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 ramashilamakata yelelelelele. Rakashakarama. Yesu, 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 wewe ni mshindi. Yesu, ulitupenda upeo ukaja kwa ajili ya maisha yetu. Yesu yuko hapa, nasema yuko hapa. Yaliyoshindikana kwa wanadamu, nakwambia leo yanawezekana, yanawezekana, yanawezekana. Tumbo lisilozaa linazaa leo. Ugonjwa ulio sugu sio sugu leo. Leo unaondoka, leo unaondoka, leo unaondoka, leo unaondoka, leo unaondoka. Yule anayekukalia vibaya ofisini kwako, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho. Shakarabaka rekesakarama rekesakarama rekesakarama
shakataka, shakatakara, shakararabaka. Leo ni siku Yesu yuko hapa. Utamuona tu, acha kushangaa. Yuko hapa mfalme wa utukufu. Jesus. Chemichemi yako zikatike maneno. Chemichemi yako zikatike maneno. Isikatike maneno. Chemichemi yako isikatike maneno. Isikatike maneno. Pokea dada yangu. Pokea dada yangu. Pokea dada yangu. Ukombozi uko. Kwa jina la Yesu. Bwana amekutendea. Bwana amekutendea. Bwana amekutendea. Bwana amekutendea. Bwana anatenda. Bwana amekutendea. Bwana amekutendea. Wewe omba. Usishughulike na mtu. Wewe omba. Chemichemi yako. Chemichemi ikatike. Bwana kuwekea maneno. Bwana kuwekea maneno. Omba mama. Kama tana na Yesu. Mwambie situache leo. Kama ni baraka. Huyo ni Yakobo. My friend, my brother, be blessed. Kwa jina la Yesu. Ubarikiwe na Bwana. Na uzao wako. Na kazi yako. Mtu wako uchanue. Yesu yuko hapa. Endelea. Kwa jina letu. Achia leo. Unamwacha leo. Leo ni mwisho. Kwa jina letu. Ni mwisho leo. Unaondoka. Leo mwisho. It is over. Continue. Omba. Rapasheke. Likasataka. Rekoshatale. Inenebe timu yako. My brother. Receive invitation of blessing. Pokea neema. Ikupeleke mahali pa juu zaidi. Pokea neema. Ikuendeshe zaidi. Pokea neema, my brother. Pokea neema. Pokea upako. Pokea mafuta. Pokea. Ukakepushe na makuu. Hapo ulipo. Upandishe zaidi. Kwa jina letu. Omba zaidi. Bwana kutendele nao.
ndio. Bwana wangu, Mungu anafanya. Mungu ni mkweli. Mungu ni mkweli. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Awe hai kwenye maisha yako, kwenye afya yako, kwa uzao wako, kwa wajukuu zako, kwa maisha yako. Yesu yu hai. 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 Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. 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 Yesu.
naleta vikagua, naleta vikagua. Bwana anaangalia, Bwana anaangalia, Bwana anaangalia, Bwana anaangalia. Katika mlima wa Bwana inapatikana, inapatikana, inapatikana. Anza kuponya, anza kuponya, anza kuponya, anza kuponya. Pokea uponyaji, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea uzima, pokea uzima. Kwenye tendo lako maumivu ya kifua na wengine wako nyumbani, ninatuma huko wapokee uzima, wapokee uzima. Wengine ni miguu imeuma kwa muda mrefu, na jina la Yesu miguu inapona leo, miguu pona. Wengine ni maumivu ya tumbo ya muda mrefu, vidonda vya tumbo vimekuwa chronic, kwa jina la Yesu damu ya Yesu safishe, damu ya Yesu safishe. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Wengine ni nyonga, pokea uzima, pokea uzima. Wengine presha na visukari vimewatesa muda mrefu, pokea sasa, pokea. Utaponywa leo mpaka kitandani utakapolala leo. Uponyaji unaendelea, 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 unaendelea. Pokea upako, endelea usimamazi. Rikashakarabu, rikashakarabu, rikashakarabu. Endelea, 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 endelea. Bwana anafanya, Bwana anafanya, Bwana anafanya, Bwana amefanya, Bwana amefanya, Bwana amefanya, Bwana amefanya. Endelea, endelea, wala usinyamaze. Kisima kimetibuliwa, kisima kimetibuliwa. Bwana yuko hapa, anafanya, anafanya, anafanya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana anajua haja yako, Bwana anatenda, Bwana anatenda, Bwana anafanya. Wewe endelea, wala usinyamaze. Unawahi wapi? Endelea, endelea, leo endelea, leo endelea. Bwana anatenda. Uparesheni, uparesheni, uparesheni. Maumivu mgongo yanakusha leo, yanakusha leo, yanakusha leo. Hapo upiga kwa Yesu, sisi tumepona. Pona, pona kwa jina, pona kwa jina. Pona leo, unapona leo, unapona leo, unapona leo. Na usherekea ushindi wako, na usherekea ushindi wako katika jina la Yesu. Mungu anawaambia Waisraeli au miti mnaoona hamtawaona tena. Maumivu yaliyofanyayo kwa muda mrefu utayaona tena. In Jesus' name. Shakiri ya makati. Mungu akamwambia Musa, imesalia pigo moja, nikiliachia hilo Farao atawapa ruhusa kwa kukuza. Nimesalia pigo moja, na mimi nimesimama hapa ninasema, nimesalia pigo moja, nimesalia pigo moja. Nyosha mikono yako chini, nyosha mikono yako chini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amini sasa, amini sasa. Linaloenda kufanyika sasa, tena inaenda kufanyika sasa. Iko nguvu inaenda kushuka kusambaratisha kila kitu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Moja, mbili, tatu. Pokea Jesus name. Akarawaka. Pokea, pokea. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. God is good, God is good. Rama sheke, Rama sheke. Pokea, 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 pokea. Bwana amefanya, Bwana amefanya. Mungu amefanya,
Endelea. Wala usiwe na haraka. Endelea. Endelea. Yesu yuko. Yesu yuko. Yesu yuko. Amejifunua kwa watu. Asante. Endelea.